kwa nini kaondoka hapa na watu 6 lakini kule kumekuja kukuta watu 12? Tukawaambia jamani, leo hali ya hewa msiondoke. Amka nasi. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuiangaza nchi yetu Tanzania kama ilivyomulikwa na waandishi wetu wa habari katika mikoa mbalimbali. Kipindi chetu leo kinaanzia mkoani Tanga ambapo tunasimuliwa kuwa watu 2 wamefariki dunia na wengine 3 hawajulikani walipo, huku wengine 7 wakiokolewa kufuatia ajali ya jahazi lililokuwa likitokea wilayani Pangani na kuelekea Mkokotoni Zanzibar kupoteza uelekeo na kupinduka katika eneo la Nungwi majira alfajiri ya Machi 14 ya mwaka huu. Tupate simulizi zaidi kutoka kwa Raya Kipingu. Akizungumzia tukio hilo, kaimu afisa mfawidhi wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC Christopher Mlelwa amesema jahazi hilo liliondoka likiwa na mabaharia 5 na nahodha mmoja, ambapo inasadikiwa kuwa njiani walipakiza watu wengine 6, ikiwa ni kinyume cha utaratibu kwa kuwa jahazi hilo ni la mizigo. Maana chombo kimeonekana kuwa kilikuwa na abiria 12 katika maana kilikuwa na watu 12, maana kwamba mabaharia 7 na 5 kama watu kama abiria wa kawaida. Tulipata kutoka kituo chetu cha utafutaji na uokoaji, taasisi zetu za utafutaji na uokoaji ambayo ni KMKM ukishirikiana na vikundi vya manahodha au shongo na sehemu nyingine. Kwa eneo la Pangani lote kwa ujumla hatuna chombo ambacho kimesajiliwa kubeba abiria kukatiza kwenda moja kwa moja upande wa pili. Ufilishaji kwa eneo la kwa mfano Kipumbwi kwenda Mkokotoni ni distance fupi sana, na ni bandari ambayo kiasili wasafiri wanatumia sana kwa sababu ni distance fupi na inarahisisha usafirishaji. Kwa tunatoa wito kwa wawekezaji waweze kuleta vyombo vya kisasa tuvisajili ili waweze kutoa huduma kati ya Kipumbwi na Mkokotoni ili kuepusha haya madhara ambayo yanaweza kujitokeza mara kwa mara. Lakini tunawasisitiza wasafirishaji wa mizigo na wanaotumia bandari ya Pangani basi wasitumie vyombo hivyo, bali watumie meli ambazo tayari zipo ili kuhakikisha usalama wao. Baadhi ya mabaharia wakalalamikia wafanyabiashara wanaotaka kusafiri pamoja na mizigo yao, huku wengine wakieleza hali ilivyokuwa siku ya tukio. Naitwa Juma Shali, ni baharia wa jahazi ya Subira. Shida kubwa ambayo tunakutana nayo katika safari zetu hizi za uvushaji wa mizigo ni changamoto na wanafanya biashara, na wenzetu wafanya biashara. Kwa mfano matatizo kama haya yanatokea ya jahazi kuzama, bwana, unakuta kwamba wakati mwingine wafanya biashara tunapowaambia kwamba msisafiri na jahazi kwa sababu hizi jahazi ni kwa ajili ya mizigo, wanakuwa wana shida kidogo, wanatoa maswali mengi, wanasema kwamba kwa nini mzigo wangu mimi unasafiri humu, mimi nisafiri na usafiri mwingine, kitu ambacho hakiwezekani, unaona bwana. Lakini sasa ukiangalia zinapotokea changamoto kama zile baharini, jahazi kwa mfano imezama, na kukutana na changamoto kubwa sana, kwa sababu lazima umpe msaada yule, wakati kule mimi mwenyewe nahitaji kwamba kujisaidia. Kubwa wanalodai wao, hawaamini kwamba labda mzigo wao utafika salama ama vipi, na bwana, ndio kitu kikubwa ambacho wao wanakazania kwamba lazima wasafiri na majahazi. Naitwa Mngwali Haji, usimiliki wa jahazi 2 hapa, Khayrakum na Salamati. Ya mimi huyo alokufa mmoja, mwanangu mtoto wa dada. Tulipokuja lile wingu tukawaambia jamani, leo hali ya hewa msiondoke. Nahodha Hasani akaenda Kipumbwi, si wale wakaenda Unguja. Sasa kufika Unguja saa 10 ndio wao tukapata habari kwamba mbona taarifa ndio ikatolewa faiba hapa ikawa. Lakini sasa sisi kama sisi tulijua tu hawa watu bwana, kwa wingu la upepo kama lile asiki rahisi, sababu nahodha Heri wa Kigombe alitoa taarifa huko bwana, chombo limekuja wingu, nikaangalia nyuma sioni mtu, tukajua hapo kwamba hakuna kitu. Sasa wavuvi wajiarife baadaye saa 4 saa 3 wakatuambia bwana, mpaka sasa hivi tushaokota watu wenu hawa hapa, watu wajiarifa ambao wanungu wako tu unalilia. Lakini kusema la kweli hali ilikuwa ngumu, haizi mtu akasafiri hata siku moja kwa habari ya wingu lile, sababu wingu sisi mawingu yanotupatisha mashaka ndani yake. Hapa ni katika bandari ya Pangani, mahali ambapo shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC linatoa elimu kwa mabaharia, wavuvi pamoja na wamiliki wa vyombo ambao wanafanya shughuli zao baharini. Hairuhusiwi kupakia mtu juu kwa juu, sababu kwa mfano wewe nahodha kapona, atajibu tu baada ya hapo, kwa nini kaondoka hapa na watu 6
yeye mwenyewe na wasaidizi wake kuu 5, lakini kule kumekuja kukutwa watu 12. Atatuambia katoka nao hapa kawapandisha ushongo au imekuwaje. Agape Peter Fue ni kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Pangani, ambaye anaeleza madhara ya kuvunja sheria ya upakiaji abiria katika jahazi la mizigo. Tunashukuru serikali, tunashukuru Mheshimiwa Rais. Serikali imewekeza sana katika mambo ya miundombinu ya bara na baharini. Tuna vyombo vya kisasa, tuna mambo ya utabiri wa hali ya hewa ya kisasa. Kwa hiyo tuchukue tahadhari kwa ajili ya hali ya hewa. Matatizo yaliyotokea haya ni kwa kutofuata sheria. Kwa hiyo tuchukue tahadhari kwa ajili ya kuokoa watu wetu, lakini kwa ajili mtu mmoja ni muhimu sana katika uchumi wa nchi yetu. Lakini tunasisitiza tena kwamba sisi kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa wilaya Pangani, kila chombo kabla hakijaondoka lazima kisajiliwe kwamba kina mzigo kiasi gani na kina watu wangapi. Kwa hiyo kifanyika kinyume chake, kifanyika kwa njia za kienyeji, ndio inaleta madhara. Kwa hiyo hata ufuatiliaji wa kufuatilia matatizo yaliyotokea inakuwa ni ngumu, kwa sababu chombo kimeandishwa inaondoka na watu 7, lakini kitokea dhahama au ajali inaonekana watu 15 na kuendelea. Kwa hiyo hilo limesisitizwa sana na tunalisisitiza, tunalizuia ili tuweze kuokoa maisha ya watu wetu. Jahazi hilo lilikuwa limepakia mzigo wa nazi, machungwa, ndizi na mihogo. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, na hii ni Amka Nasi ya Magic FM. Amkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza. Nenda East and West, Magic ni best. Radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu. Jioni usiku, sikose hata siku kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka, tunasikika.